supportive, supportive partner, nyingine kwenye mahusiano kuna namna fulani mwili tu mkubwa. Yes. Flexibility. Yeah, flexibility. Unaanza mtu na text, labda na textiwa message. Vipi? Hey, what's up everybody? Karibu kwenye Raw episode 4. Na leo kwenye episode 4 niko na Nancy. Tutaenda kupiga story mbalimbali kuhusu lifestyle, maisha halisia na vitu kama hivyo. Nancy, karibu kwenye Raw. Asante. Hii ni episode yetu ambayo tunaongea mambo mbalimbali yanayoface Gen Z, vijana, mambo kama hayo. Mimi nakufahamu, lakini I know wengi ambao wanatuangalia kwenye Raw leo hawakufahamu. Naweza kuwaambia kwamba who is Nancy? Nancy ni msichana kiongozi, mwanaharakati, lakini pia naweza kusema ni mfanyabiashara mdogo mdogo. Yeah. Lakini pia kingine nachoweza kusema Nancy ni digital influencer. Natumia mitandao ya kijamii kuelimisha jamii yangu, lakini pia kufanya biashara zangu. Yeah. Kitu gani kilikuinspire wewe kuanza kufanya digital influencing? Kwa sababu mitandao, yani kwa dunia ya leo, hakuna mtu ambaye atumia mitandao ya kijamii. Na ni platform ambayo unaweza ukawafikia watu wengi. Sasa hasa mimi nalenga vijana. Yeah. Kwa hiyo hakuna kijana ambaye ana smartphone. Na akiwa na smartphone, it's obvious lazima awe na Instagram na TikTok. Kwa hiyo hizo ndio platform ambazo unaweza kukutana na vijana, ukawasilisha hoja zako na zikapokelewa. Wao sasa wapokee na kuamua kuchambua ni kipi kinawafaa na kipi hakifai. Kwenye safari yako ya kuanza kufanya digital influencing au kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kufanya biashara na vitu kama hivyo, uliwahi kupata support labda kutoka kwa mtu fulani? Kuna challenges ulikuwa unazipitia bana, kuna challenge 1 2 3, lakini kwa wewe kama wewe ikawa hard to solve, ukapata support kutoka kwa mtu fulani kwenye kufikia those changamoto? Kwanza kutumia mitandao ya kijamii kwanza kunahitaji kuwa na elimu, maana unaweza kuwa unatengeneza content zako alafu kwanza usiwe unajua kuzitengeneza hizo content. Kuna kitu ambacho unataka kiende umekipika vizuri. Most of your content waga unafanya mwenyewe? Yes, I do myself. Yeah. Kwa hiyo kuna kitu saa nyingine unaweza kuwa haukijui, unataka kukiadd kama mwingine alivyokifanya. Lakini sasa unaweza kuwa usijue ni application gani unatumia au ana edit vipi, kwa sababu mimi sijasomea designing. Kwa hiyo ninajifunza tu na mimi pia kutokea mitandaoni. Kwa hiyo namna ninavyobidi kutengeneza, saa nyingine kuchunde audience isionekane ni harsh, lakini na nyingine pia labda na maeneo, muda na wakati na vifaa. Saa nyingine pia engagement inaweza kuwa sio umefikia lengo leo unalotaka. Kwa hiyo saa nyingine ina let down, lakini saa nyingine inakuwa ni sawa. Saa nyingine kwenye mitandao unaweza kupokea harsh comments na nini, na ni sawa, lakini kwa sababu kama ni ujumbe unataka kuwafikia, yes, unafikisha ambacho unataka kufikia, au kama ni wateja unataka kuwapata, unawapata. Na kama mimi natumia mitandao kwa ajili ya biashara, inakuwa na disappoint saa nyingine. Mtu anakuja anaongea vizuri, mnaongea vizuri, unampa bei, unampa benefits and everything, alafu mwishoni biashara inakufa katikati. Mitandao ya kijamii imeshakuwa ina worth, yani yani imeshakuingizia kiasi fulani chochote kupitia kufanya biashara. Yes, kwa sababu most of people unakutana nao ni kwenye mitandao, watu hawakujui na wewe haumjui, lakini kutokana na zile content ambazo unaposti, kwa hiyo mtu akiona ndo anaona kwa bidhaa ni hii hapa. Wapo ambao watanunua, wapo ambao hawatanunua, lakini mtu akinunua anakuwa ni mtu wa kuaminika. Yes. Apart from kufanya hivyo biashara na digital influencing, kuna kitu kingine ambacho unajishughulisha nacho? Mimi ni mwanaharakati pia wa haki za wasichana na watoto. Yes. Yaje? Nafanya kazi na mashirika, lakini pia mimi kama mimi mwenyewe natumia platform ambazo nilizo nazo. Kwanza kwa sababu nilikuwa mwenyekiti wa Baraza la Watoto Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa ni platform kwangu mimi ya kujifunza, lakini pia kujua uongozi vizuri na kuwasilisha hoja zetu kwa viongozi. Kwa hiyo kutokea hapo na kupata mafunzo ya uongozi na exposure kwenye masuala ya uongozi. Yes, kutokea hapo nikajua namna ya kuengage na wanajamii, lakini pia namna gani naweza kuengage na vijana wenzangu, ni changamoto gani ambazo zinatugusa sisi, ni mambo gani ambayo tunatakiwa tuyajue sisi kama vijana na tuyafanyie utatuzi sisi wenyewe, au sisi tuya present kwa viongozi ili watuletee suluhisho. Yes. Okay, that's cool. Another question Nancy, ni kwamba unawekaje mipaka ya vile ambavyo unavifanya mitandaoni na maisha yako binafsi? Yani the way unavyoact kwenye mitandao
maisha yako halisia ndio ndivyo yalivyo au kuna utofauti? Kwanza mimi na post most kwenye mitandao ni activities zangu nazozifanya, lakini pia kama ni products. Kwa hiyo products kama products zangu kuna products za kupunguza mwili, ngozi, yes. Yani mambo ya skin care, yes, skin care. Ndio maana basi ngozi yako ina grow. Skin care na kupunguza mwili. Kwa hiyo chochote ninachokiposti akihusiana na maisha yangu binafsi, kusema kwamba ni upande ambao natakiwa kuexpose watu wasiuone, kwa sababu kama mimi ninauza products, kama natakiwa kuzitumia nazitumia ni kawaida, na vitu vya kawaida ambavyo mtu anatakiwa kuona, kwa sababu kutumia mitandao ya kijamii bila kuwa na elimu sometimes inaweza kuwa na shida, kwa sababu mitandao haisahau, yani mitandao inakumbuka. Yes, unaweza kufanya kitu leo, kesho 2030 huko unakuja kugombea urais, you see kitu fulani ambacho uliwahi kufanya before akikufaa. Yes. Okay, yes. Kwa hiyo yani ninachuja sana nini na post na kipi si post. Mimi mipaka yangu tu ya kawaida, vitu ambavyo watu wangu wa kawaida wanajua na vitu ambavyo kwenye social media watu wanatakiwa wajue. Yes, ni vitu tu vya kawaida ambavyo kila mtu anapost, lakini ukiachana na biashara na activities zingine, most ni biashara na activities zangu za kazi ambazo nafanya. Yes. Kwenye maisha yako haya kila siku kuna siku ambazo uliamka tu hapo kaona unajisikia fani typically haukuwa okay. Mara nyingi kama situation au siku ambazo hali kama hiyo inakukuta, waga unafanya nini ili kujiweka sawa mindset na mambo mengine kuendelea? Zinatokea sana nikiwa sina hela. Wewe sasa tuashumu ndio umeamka una hela, inakuaje ili mambo mengine yaendelee? Yes, sababu hivyo una hela lakini na mambo mengine unatakiwa yafanye. Yes, maisha lazima yaendelee. Utafanya nini sasa? Unaamka tu na kupambana. Unajiambia maisha ndio haya, pesa zinatafutwa. Sikiliza muziki kwa sana, kunywa maji ku hydrate. Kitu ambacho kina relax your mind ni muziki. Yes, music. Nyimbo zipi unazozikubali, unazi appreciate? Sasa mimi nasikizaga kila nyimbo, ila inadepend tu na mood. Unajua leo unaamka kuna kuna siku unaamka, yani ipo nyimbo ambayo ni wewe ambayo ni nyimbo yako pendwa. Inategemea na hiyo siku nataka kuwa nani, kwa sababu leo naweza nikaamka ni siku ya rumba. Tuamke leo tunataka uwe una stress utataka labda maybe iwe rahisi. Unafikiria nyimbo ipi? Unajua hata rais ana maisha yake binafsi na kuna vitu ambavyo alipenda. Kwa hiyo vitu ambavyo tunavifanya, mfano muziki tunausikiliza sometimes ni memories au ni hype. Kwa unaweza kukuta kuna vitu unasikiliza au kuna nyimbo unasikiliza zinakumbusha mtu fulani, mahali fulani au sehemu fulani au moment ya maisha ambayo umeishi kwa muda fulani. Sawa. Confidence yako imekusaidia kwa asilimia ngapi kufika wewe paka hapa leo ulipo? Asilimia zote. Unaweza kutuelezea kinamna hiyo? Naweza nikasema 70%, kwa sababu ukiachana na discipline na kujiona na watu networking, lakini pia confidence is the key, kwa sababu kama utasimama kuelezea vizuri na mtu akakuona, ndio utaona unafaa kuweka sehemu fulani. Lakini discipline, confidence also lazima mtu ana discipline together with confidence ili kuachieve. Unajua hapa kuna ule msemo wanasema ujinga na confidence haviendani. Very true. Very true, haviendani. Kwa hiyo you must have confidence, lakini pia uwe na content, consistency na confidence iwepo. Content kwa sababu unaweza kuwa na discipline na ukawa na confidence lakini hauna content. Unawalisha watu nini? Ndio zile watu unakuta mtu anamsikiliza, mtu anasema anapiga kelele, anaongea lakini anachokiongea hamna content. Yes, hamna content. Kwa hiyo content it's very important. Then Nancy, kwenye safari yako kufanya content hivyo, influencing, masuala ya uongozi na vitu kama hivyo, yamesha kuathiri kwa namna yote hali yako ya kimahusiano? Hapana, kwa ni mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano yeye hana shida kwa sababu hata kwenye hali ya kawaida kazi na mahusiano haviingiliani. Kuna ile mtu anakuambia bana, mimi sitaki kukuona. Unajua kuna wale anamrestrict mtu wake, sitaki kukuona ukifanya content, sitaki kukuona unajiposti, sitaki mambo kama hayo. Kwa nini sasa usijiposti wakati ndio platform yako ya kutengeneza hela? Kwa mfano mimi products zangu, sawa, anaingia kwenye mahusiano na wewe, anatakiwa akuache kama ulivyo. Sio niache kama nilivyo. Unapokuwa na mtu anajua nini unafanya na kipi unapenda, kipi hutaki. Sasa mambo ya kuitimba hapana. Wapo wengine hawapendi. Ndio. Mtu ambaye unatamani uwe naye kwenye mahusiano awe na sifa zipi tatu. Labda kuna kijana anakuangalia anataka ajue kwamba mimi nikiwa hivi, nikiwa touch boy, nikiwa nini nampata Nancy. Wewe ni sifa zipi tatu ambazo
kijana ambaye kidogo anakuwa na interest au crushing na wewe anatakiwa awe nazo ili kidogo muendane. Mimi I don't do types, lakini maisha ni simple sana. Ukianza masuala ya types na nini haitaeleweka. Ndio. Mcha Mungu and nini and everything, hizo tu zinakujaga mbeleni, kwa sababu somebody can kusema yeye ni mcha Mungu na kumbe tu anaigiza ili uingie kwenye mtego. Kwa hiyo mtu kuigiza anajulikana. Why at least tu ni unanijua mimi kwamba mimi nipo hivi. Niigize wiki mbili. Sasa utamjuaje ndo mtu mmekutana naye? Hamna, yani lazima mtu wewe unaweza kukutana na mtu mmejuana wiki mkiingia kwenye mahusiano. Inawezekana. Sasa inategemea na alivyokuja. Inategemea. Lakini mtu awe na huruma. Awe na huruma. Yaani kumaanisha kwamba mapendo yanategemeana na huruma. Yes, mtu awe na huruma, awe ni muelewa, lakini pia ni supportive. Yes, supportive partner kwenye vitu tunavyofanya. Haya mambo mengine huwa yanakuja tu wenyewe na kurekebishana, kwa sababu nobody is perfect. Yes. Sawa. Lakini pia smart one. Smart. Smart, mwenye huruma na nene tena. Supportive. Wewe hela uzingatie. Sasa hela sasa tunaingia kwenye supportive. Sasa tutoke kwenye masuala ya mahusiano. Mara nyingi nafuatilia sana content zako kwenye your WhatsApp status, also kwenye social media kama TikTok na Instagram. Sijawahi kupata mainly watu unapata idea ya kupata, yani unapata wapi idea ya kufanya content kama zile? Yani kama unaona nikifanya hivi itakuwa the right way na itawafikia watu ambao nawahitaji kwenye target ambao umehitaji wewe. Sasa yani mara nyingi iwe inategemea ni na vibe gani, lakini pia ni watu wangapi, ni watu gani ambao kwenye hiyo product nataka wawepo, au ni activity gani niliyoifanya. Unaweza kutuambia product kama embu weke kama product ipi? Mfano nina products za kupunguza mwili, si ndio? Kwa hiyo huwa tunakuaga na marathon. Kwa hiyo kwenye marathon hapa kabisa lazima kama unamuinfluence mtu apunguze, kwa sababu products tu peke yake haziwezi kukusaidia kupunguza mwili. Yes, hata kuna mazoezi unatakiwa ufanye. Kwa hiyo hiyo unaichukulia as advertisement. Tunafanya hizi, lakini pia tunashiriki kwenye shughuli za kijamii. Kwa hiyo unaona kabisa ni aina gani ya content nataka kutengeneza. Labda nawafikia vijana, lakini pia hata kama naipost TikTok, sio sehemu ambayo nitapost kitu cha taratibu sana. Yaani unasoma kabisa na trend. Sasa hivi watu wanataka vitu vilivyochangamka na sound na nini. Kwa hiyo naangalia ninamshoot kwa namna gani, ni kwa namna gani, au kwenye editing nitatumia sauti yangu mwenyewe au nitatumia AI, nitatumia nini. Yes. Hicho ndio nazingatia. Then my ideas na zinakujaga tu zenyewe nikiwa na shoot. Mimi nasemaga tu na shoot videos, alafu kwenye kuedit and nini nitajua nitaeditije. Lakini pia use of AI. Tumieni ChatGPT. That guy helps so much. You have your idea sana. Yaani I appreciate wewe. Unamshauri nini mdada ambaye anakuangalia maybe anatamani kufanya kazi au biashara ambazo unazifanya wewe au aina za content unazozifanya wewe? Unamshauri nini yeye anayekuangalia sasa hivi kwenye roho? Kwanza be creative, lakini pia kuwa wewe. Wasilisha wazo lako unataka kuwasilisha. Kuna namna nyingi sana ya kuwasilisha mawazo yako, na kuna platform nyingi sana za kukusaidia ku develop wazo lako. Siku hizi mitandao inatusaidia sana kutengeneza content. Sio lazima uingie darasani. Mimi sijui designing, sijui vitu vyote, lakini unajifunza kwa kutumia mitandao na unafanya content zako vizuri na zinaenda. Anza ulipo, kuwa na content ni cha muhimu sana, be confident na uwe wewe. Uwe tu wewe mwenyewe. Usiache kujifunza kwa watu wengine, lakini kuwa wewe. Unajifunza, kuna vitu vingine unaacha kujifunza, wanasema una learn na una relearn. Ndio. Yes. Nafurahi sana kukutana na wewe leo kwenye episode yetu ya 4 ya Raw. Mimi katika haya ambayo tumeongea yanaweza yakawa na impact kwa dada kama wewe, kwa wasichana pia, hata sio wasichana pia, kwa watoto wa kiume kama mimi, wanaweza wakajifunza kitu fulani kutokana na haya ambayo tumejaribu kuyazungumza, kushare idea. All in all, thank for your time to be here. Na shukrani zaidi ziende kwa Marafiki Restaurant kwa kutupa nafasi ya sisi kuendesha kipindi chetu. Also kwa wale ma content creators, mtu unakuta unahangaika kutafuta gadgets kama mic, stand, tripod, vitu kama hivyo, Anku ndo solution pekee ya wewe kupata product zako kali ili ufanye content ambazo ziko bora. Anku anapatikana
Kariakoo, mtaa wa Agri na Likoma, karibu na Mkombozi Bengo. Okay. So hi guys, it was episode 4 ya Law and nimefurahi sana kuwepo na nyie. Yes, subscribe kwenye Law pale YouTube, lakini pia TikTok. Huyu bwana anajiita Lil Ben kwa jina la mtandaoni ninalomjua. Mimi ni Nancy Kasembo. Kwa hiyo asanteni sana kwa kuhave nyie, lakini pia vijana tuendelee kusapotiana. Let's be us. Bye bye. Until next time. Bye bye.